Tuzungumzie maziwa kama chakula ambacho watu wengi sana wanatumia, lakini kwa bahati mbaya watu wanatumia maziwa, wengi hawapati kile kitu ambacho wanatarajia kukipata. Ni kwa nini? Na kuna baadhi wanapata matatizo wanapotumia aina fulani ya maziwa. Kimsingi maziwa yanaweza kaja katika namna mbili. Unaweza ukatumia kama fresh, lakini pia unaweza ukatumia kama mgando, maana mtindi. Sasa mtindi pia anaweza yakaja katika most advanced fermented way kama vile yogurt, pia ni maziwa. Kuna tofauti kubwa kati ya maziwa mgando na maziwa fresh. Tukianza na maziwa fresh, research nyingi sana zinaonyesha maziwa fresh sio salama kwa watu wazima. Kwa watoto maziwa fresh ni mazuri kwa sababu wana enzymes moja inaitwa renin. Hii renin kazi yake kubwa ni kubadilisha maziwa fresh kuwa maziwa mgando. Ndio maana mtoto mdogo anaponyonya, baada ya dakika kadhaa tu akicheua, anacheua maziwa yanakuwa ni mgando. Kutokana na umuhimu wa maziwa na kwamba maziwa ndio chakula pekee kwa mtoto mdogo hasa aliyezaliwa, wale infant. Kwa hiyo mwili wake ulikuwa uko programmed engineered hivyo, kukawa na kitu kinaitwa renin ambacho kinabadilisha maziwa fresh kuwa maziwa mgando. Yakishakuwa katika mfumo ya maziwa mgando, yanakuwa ni rahisi sana kuchakatwa na mwili wako kuliko yakiwa katika hali ya fresh. Kwa hivyo maziwa fresh naweza kusema kwa mtu mzima sio salama na hayana umuhimu huu ambao wewe unaofikiria. Umuhimu wake ni mdogo sana. Kwa nini? Kwa sababu maziwa, watu wengi, maziwa fresh yanatoka kwenye ng'ombe, yanaweza kutoka kwenye mbuzi ama ngamia. Hawa viumbe ni host. Host ni kiumbe ambaye anatumiwa na viumbe wengine kwa ajili ya maisha. Kwa bahati mbaya hawa viumbe wengi wanatumiwa kama host na vimelea wengi sana wa magonjwa. Mfano ng'ombe ni moja kati ya host nzuri sana ya H. pylori. H. pylori ni kiumbe, ni bakteria anayesababisha vidonda tumbo. Ndio maana kuna story mtaani kwamba maziwa yanaweza kukusababishia vidonda tumbo, na matumizi makubwa ya maziwa unajiweka katika riski pia ya kupata vidonda tumbo, kwa sababu maandalizi ya maziwa fresh unatakiwa kuyachemsha kwa muda mrefu sana. Na ukiyachemsha kwa muda mrefu unaharibu protini ambazo zipo kwenye maziwa. Kile kitendo kitasababisha huo unatumia maziwa kama makapi. Lakini pia kitasababisha ile calcium iliyopo kwenye maziwa kucombine na yale makemikali ambayo tayari yashakuwa denaturate, yale maprotein yatengeneza vitu ambavyo ni vya ajabu ambavyo vikifika katika mwili wako haviwezi kumeng'enywa kwa ufanisi. Kwa hivyo maandalizi ya maziwa yanahitaji kuchemshwa muda mrefu, unaharibu protini ili uangamize H. pylori. Lakini kama utayaandaa katika muda mfupi, au pylori hawafi. Wasipokufa ukiwa unatumia mara kwa mara, utawaweka mwilini wako katika dozi ambayo mwisho wa siku itakuja kusababishia vidonda tumbo. Kwa hiyo inasababisha foodborne disease maziwa fresh kama haujaandaa vizuri, lakini ukiyachemsha vizuri sana, foodborne disease kwa maana ya hawa H. pylori na magonjwa mengineyo kwako inakuwa sio issue sana. Lakini changamoto nyingine, maziwa fresh yana sukari, yana aina fulani ya wanga au sukari inaitwa lactose. Lactose ni ngumu sana kumeng'enywa kwenye mwili wako. Vimeng'enya ambao wanatakiwa kumeng'enya lactose katika mwili wako huwa vinapungua kadri umri unavyozidi kwenda. Zile enzymes ambazo ziko responsible na kumeng'enya au kuvunja ile lactose ili ifyonzwe na kutupatia nishati huwa inapungua kadri umri unavyozidi kwenda. Kwa hivyo unapokuwa mdogo unakuwa na kiwango kubwa sana cha hizi enzymes lactose, kwa maana ya lactase enzymes kwa ajili ya kuchakata hii lactose. Sasa unavyozidi kuwa mtu mzima inavyopungua, maana yake unakuwa huna uwezo wa kuchakata hii lactose. Sasa kitu ambacho mwili wako hauwezi kukichakata katika normal way, kinapofika mwilini mwako, kinga ya mwili huwa inakitambua kama ni adui katika mwili wako. Ikitambua kama ni adui, ina react ovyo sana. Inaweza ikareact katika namna ambayo sio rafiki sana. Inaweza kusababishia uvimbe, ikakusababishia matatizo kama ya kuharisha, kutapika na vitu vinginevyo. Ndio maana kuna baadhi ya watu wanakunywa maziwa, kinywa maziwa anapata matatizo ya gesi, tumbo kujaa, kujamba, kuharisha, kwa sababu maana yake ile lactose iliyopo kwenye maziwa hawezi tena kuimeng'enya. Hili tatizo kitaalamu linaitwa lactose intolerance. Na watu wengi sana wana hili tatizo. Ukiona tu umekunywa maziwa unapata hizo changamoto za tumbo na vitu vingine, ujue una lactose intolerance. Maana yake mwili wako hauwezi kuchakata tena hii lactose sugar. Kwa hivyo unachotakiwa kufanya ni kuachana na maziwa, kwa sababu yatakuwa yanakuletea shida ambazo mwisho wa siku unaweza ukaprovoke immune katika kiwango ambacho ni kikubwa, ikakuletea zile shida nyinginezo kama hypersensitivity ambazo baadaye zinaweza zikawa chronic, ikakuletea shida kubwa zaidi za kiafya.
Kwa hiyo hayo ni maziwa, lakini pia kuna kitu kinaitwa saturated fat. Kwenye maziwa kuna mafuta mengi sana ambayo yanachangia kwa kiasi kikubwa cholesterol nyingi katika mwili wako. High cholesterol ni muhimu sana katika mwili wako kwa sababu inatumika kutengenezea homoni mbalimbali, lakini ikiwa too much inakuwa ni very dangerous, inaweza ikaziba mishipa ya damu na ikasababisha changamoto za mfumo wa mzunguko wa damu. Kwa hivyo maziwa na kiwango kikubwa sana cha mafuta, hasa ile raw milk. Sasa basi, kwa maana hiyo maziwa fresh sio maziwa salama, lakini pia ile calcium iliyomo ndani ya maziwa fresh ni asilimia ndogo sana ambayo inafyonzwa katika mwili wako kulingana na namna ile ambayo maziwa yapo na yanapofika katika tumbo lako, katika mwili wako kwa ujumla. Ufyonzaji wake, ile calcium iliyopo kwenye maziwa ni mdogo sana, na kuna research zinaonyesha kundi la watu ambao lilikuwa linatumia sana maziwa fresh kwa ajili ya kuimarisha calcium level katika mwili wao, mwisho wa siku walionekana kuwa na matatizo makubwa sana ya mifupa kuliko wale watu ambao walikuwa hawatumii. It means maziwa badala ya kujenga, badala ya kuongeza calcium, ikawa inapunguza calcium kwa sababu ni poor available. Yaani ina ufyonzaji wake, calcium iliyomo kwenye maziwa ufyonzaji wake ni wa hovyo, ni mdogo sana, hauna ufanisi hata kidogo. Kwa hiyo ni poor bioavailability tunaita kitaalamu. So unapotumia maziwa ujue kabisa kwamba kuna mafuta mengi, maziwa hayachakatwi vizuri mwili wako, lakini pia kuna hii shida ya lactose intolerance, lakini pia kuna riski pia kupata magonjwa ambayo yanatokana, kubwa zaidi ni hii vidonda vya tumbo. Lakini vipi kama tutapata maziwa ambayo ni ya mgando? Well, maziwa mgando sasa tofauti yake ni kwamba maziwa yanapokuwa katika hali ya mgando, kinachosababisha maziwa ya gande ni bakteria. Mfano lactobacillus. Lactobacillus ni bakteria ambao wakiingia mwilini ni wa faida, ni microbiome wa faida katika mwili wako. Kitu cha kwanza hapo. Kwa hivyo wanapogandisha maziwa, wanakuwemo kwenye yale maziwa, ule uchachu ule ndio wale jamaa wapo pale. Lakini ukiwapeleka mwilini mwako pia wapo hao watu ambao wanakusaidia sana katika mambo mbalimbali. Kwa hivyo unapokunywa maziwa mgando ama yogurt, ujue kabisa unapeleka au vimelea wa faida ambao wana faida katika mwili wako na mfumo wa chakula. Wanakusaidia kufanya umeng'enyaji wa vyakula mbalimbali ikiwemo zile fibers. Lakini pia hawa bakteria ambao wanakuwemo kwenye maziwa mgando wanasaidia kumeng'enya ile lactose. You see, maziwa fresh yana lactose nyingi ambayo ikifika katika mwili wako unakuwa hauna uwezo wa kumeng'enya, inakusababisha changamoto mbalimbali za mfumo wa chakula. Lakini yanapokuwa katika hali ya mgando, hawa bakteria waliomo kwenye haya maziwa mgando wanasaidia umeng'enywaji wa hii lactose kwenda kwenye lactic acid ambayo ni very easy and friendly katika mwili kuwa processed. Kwa unaweza ukaona ni kwa namna gani maziwa mgando yalivyo ni bora ukilinganisha na maziwa fresh. Lakini pia kuna tafiti zinaonyesha kwamba maziwa mgando baada ya wale bakteria kugandisha yale maziwa, aina ya mafuta ambayo yanatengenezwa mle ndani yanakuwa na faida zaidi katika mwili wako kulinganisha na yale mafuta ambayo utayapata ukiwa na fresh milk. Inaonekana kwamba mafuta ambayo yanakuwemo kwenye maziwa mgando ama mtindi yanakuwa na faida ya kupunguza ile cholesterol ambayo ni hatari na kuongeza ile cholesterol ambayo ni ya faida katika mwili wako. Ni vitu ambavyo hata sayansi yenyewe inakuwa haina clear evidence, lakini ni kwamba research inapokuwa kufanyika zinaonyesha kuna improvement kwenye hii cholesterol level katika miili ya watu wanaotumia hizi maziwa mgando ama mtindi ama yogurt. Lakini katika hali ya mgando, kemikali kama vitamini B12 lakini pia magnesium pamoja na calcium zilizomo kwenye maziwa zinakuwa na bioavailability kubwa sana katika mwili wako, kwa maana kwamba zinaweza zikafyonzwa kwa ufanisi. Yaani kiwango cha ufyonzwaji wa calcium kwenye maziwa mgando kinaongezeka maradufu ukilinganisha na ile ya maziwa fresh. Kwa hivyo ni vizuri kutumia maziwa mgando kuliko maziwa fresh, hasa kwa watu wazima. Na kwa watoto
wanaonyonya maziwa fresh ndio bora zaidi, kwa sababu mwili wao ni injini tosha ambayo ina convert na badilisha kuwa mgando, then zile faida za mgando anazipata mtoto. Virutubisho vinafyonzwa kwa ufanisi zaidi akiwa katika hali ya mgando. Mtoto akishaanza kunyonya, akishaacha kunyonya miezi kadhaa mbele, ile pia lenini inapotea katika mwili wake. Kwa hiyo na yeye anatakiwa awe anakunywa maziwa mtindi ili kunufaika na faida za maziwa. So kwa mtu mzima maziwa fresh sio salama na sio bora sana ukilinganisha na maziwa mgando. Maziwa mgando ni mazuri, lakini hakikisha unayandaa katika namna ambayo ni nzuri, usafi na usalama. Hii haimaanishi kwamba maziwa fresh ndio hayafai kabisa, hapana, yanafaa kwa ajili ya kusafisha tumbo, lakini pia yana mafuta yale yanafyonzwa, lakini kiwango ni kidogo sana. Ingawa sasa kwa watu wenye matatizo ya mifupa, maziwa fresh sio approach nzuri, kwa maana ya kwamba unataka upate calcium. Imeonyesha kwamba baada ya kuongeza calcium inapunguza, kwa hiyo inadhoofisha zaidi mifupa yako, hasa kwa wanawake. Kwa wanawake maziwa fresh mara kwa mara, matumizi ya maziwa fresh kupita kawaida yanaweza kusababishia osteoporosis, kupungua kwa ujazo wa mifupa, moja kati ya tatizo kubwa sana linaloambatana na matatizo ya uzazi kwa wanawake. So next time unapochagua maziwa kati ya fresh na mtindi, utambue kwamba maziwa fresh sio rafiki sana katika mwili wako, uchakataji wake sio wenye ubora sana ukilinganisha na maziwa mtindi, mgando ama yogurt. So hope utakuwa umejifunza jambo. Kama kuna shida, leave kwenye comment, swali, maoni ama chochote. Make sure una like hii video, una share wale wote ambao unapenda ili somo liwafikie. Mpaka wakati mwingine, bye bye.